Hii hapa ni Uhondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremia. Lengo langu ni kuweza kuletea taarifa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Uhondo TV. Leo Februari 25, 2026, ninao taarifa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya. Taarifa kwa umma kuhusu mafua makali ya influenza, uviko 19, homa ya dengue na kipindupindu. Wizara ya Afya imeendelea kufuatilia mwenendo wa magonjwa ya milipuko. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19. Magonjwa haya hueneza kupitia majimaji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa wa mgonjwa mwenye maambukizi na usambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Vilevile mafua makali ya influenza na uviko 19 huweza kueneza kwa kuguza mazingira yaliyochafuliwa na majimaji yanayotoka kwa mgonjwa. Dalili za magonjwa haya ni homa kali, kikohozi, maumivu ya kichwa na mwili, mafuta, kuwasha koo na uchovu. Ndugu wananchi, takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa kila mwaka katika kipindi cha mwezi Novemba hadi Aprili kinakuwa na ongezeko la ugonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19 hapa nchini na duniani. Hali hii inataka kila mmoja wetu kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo. Namba 1, kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa na kupiga chafya. Namba 2, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni na kutumia vitakasa mikono. Namba 3, kuepuka misongamano isiyo ya lazima. Namba 4, kuvaa barakoa unapokuwa na dalili, unapokuwa karibu na mtu mwenye dalili au ukiwa kwenye maeneo yenye msongamano. Namba 5, kuzingatia usafi binafsi na wa mazingira. Namba 6, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya kupata matibabu stahiki. Vilevile kuepuka kujitibu au kutumia antibiotiki bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ndugu wananchi, vilevile wizara inapenda kutoa tahadhari ya ugonjwa wa homa ya dengue kutokana na maeneo mengi hapa nchini kuwa katika kipindi cha mvua za masika zinazopelekea kuongezeka kwa madharia ya mbu. Homa ya dengue huenezwa na mbu aina ya Aedes ambaye ni mweusi mwenye madoadoa meupe na hupelekea kuuma nyakati za asubuhi, mchana na jioni. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa na viungo, maumivu sehemu za macho na uchovu. Dalili za ugonjwa huu zinafanana za ugonjwa wa malaria. Namba 1, kutokomeza mazalia ya mbu yanayowazunguka. Hii ni pamoja na yaliyotupwa ovyo, mateli ya magari, vifuu na kufukia madimbwi kuzuia maji kutuama. Namba 2, kujikinga na mbu na kuvaa nguo ndefu, kutumia dawa za kufukuza mbu na kuweka nyavu kwenye madirisha. Namba 3, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kupata huduma stahiki. Ndugu wananchi, nchi yetu imekuwa katika milipuko ya ugonjwa wa kipindupindu ulioathiri mikoa yote isipokuwa Kilimanjaro na Njombe. Kwa kipindi cha takribani mwezi mmoja uliopita, nchi yetu haijapata magonjwa ya kipindupindu. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kutambua mchango wa sekta mbalimbali, taasisi za dini, viongozi wa jamii, wanahabari, sekta binafsi, wadau chini ya usimamizi wa Shirika la Afya Duniani na jamii kwa ujumla kwa juhudi kubwa katika kudhibiti ugonjwa huu. Vilevile natambua mchango mkubwa wa wataalamu na watumishi wote kutoka sekta ya afya na sekta nyingine kwa juhudi kubwa katika kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu nchini. Ndugu wananchi, pamoja na mafanikio haya dhidi ya kipindupindu, bado tuko katika hatari kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha na uwepo wa maambukizi nchi jirani. Hivyo nawasihi kuendelea kuchukua hatua za kujikinga kwa kuzingatia yafuatayo. Namba 1, kuchemsha maji ya kunywa au kutibu kwa dawa maalum, yani Aquatab, Watguard, na kuyatunza vizuri wakati wa matumizi. Namba 2, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni kabla ya kulala, baada ya kutoka chooni, baada ya kumhudumia mtoto aliyejisaidia na kabla ya kumnyonyesha mtoto. Namba 3, kuosha matunda kwa maji safi kabla ya kula na kuepuka kula vyakula vya baridi au vilivyoandaliwa katika mazingira yasiyo safi. Namba 4, kujenga vyoo bora, kuvitumia na kuviweka katika hali ya usafi nyakati zote ili vijidudu vya ugonjwa visiingie kwenye maji na chakula. Namba 5, kuepuka uchafuzi wa vyanzo vya maji na kujisaidia kutupa taka au kuzidisha maji taka. Namba 6, kutunza mazingira na kuepuka kutupa taka ovyo. Ndugu wananchi, serikali imejipanga kufuatia na kutoa huduma dhidi ya magonjwa yote ya mlipuko na itaendelea kutoa taarifa mara kwa mara iwapo kutakuwa na mabadiliko katika mwenendo wa maambukizi au endapo kutahitajika kuchukua hatua zaidi. Imetolewa na Dr. Grace M. Magembe
ambaye ni mganga mkuu wa serikali. Hapa ni Uhondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremia.